Karibu katika jambo la leo Jumanne Aprili 28 mwaka 2026. Mimi ni Irene Kishewa. Nami ni Esther Chilato. Kwa muhtasari ni hayo utakayoyasikia. Mwanafunzi wa kidato cha 4 afariki dunia baada ya kujinyonga kwa kutumia mkanda wa sketi yake ya shule. Watu 4 mkoani Tabora washikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kumtapeli mama mjane fedha kiasi cha shilingi milioni 40.9. Iran yakubali kufungua mlango bahari wa Hormuz. Simba kuelekeza nguvu katika fainali ya kombe la muungano dhidi ya Yanga. Mwana Maisha Fresh unaweza kufuatilia pia jambo la leo mbashara kupitia tovuti yetu kwa kuandika www.jambofm.co.tz, lakini pia unaweza kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na TikTok kuandika Jambo FM TZ, pamoja na YouTube kwa kuandika Jambo FM Radio Tanzania. Tunalianza jambo la leo kwa taarifa kutoka hapa mkoani Shinyanga. Mwanafunzi wa kidato cha 4 aliyekuwa akisoma shule sekondari Old Shinyanga, Rebeka Maganga mwenye umri wa miaka 17 amefariki dunia baada ya kujinyonga kwa kutumia mkanda wa sketi ya shule ndani ya chumba alichokuwa anaishi. Taarifa kamili juu ya tukio hili Yones Kanumba anaeleza. Akizungumzia tukio hilo, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga ambaye pia ni kamishna mwandamizi msaidizi wa jeshi hilo SACP Janet Magomi amesema tukio hilo limetokea tarehe 27 Aprili majira ya saa 7 mchana katika kata ya Old Shinyanga, manispaa ya Shinyanga, na kwamba jeshi hilo lilipokea taarifa kutoka kwa mlezi wa marehemu aitwaye Peter Mashara aliyegundua kifo hicho. Pata taarifa kutoka Old Shinyanga, wilaya na mkoa wa Shinyanga, kutoka kwa mtu ambaye ametambulika kwa jina la Mashara Peter Kini mwenye miaka 56, Msukuma, ni Mkristo. Huyu ni kazi yake ni machinga na ni mkazi wa Old Shinyanga. Na huyu aliyetupa taarifa aligundua kufariki dunia kwa mjukuu wake Rebeka Bonifasi Maganga ambaye ana umri wa miaka 17, mwanafunzi wa kidato cha 4 shule ya sekondari ya Old Shinyanga na mkazi wa Old Shinyanga. Na binti huyu alipoteza uhai wake baada ya kujinyonga kwa kutumia mkanda wa sketi ya shule aliyofunga kwenye kench na kujining'iniza ndani ya chumba alichokuwa anaishi au analala. Kwa mujibu wa kamanda Magomi, uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa kifo hicho kinahusishwa na msongo wa mawazo baada ya mwanafunzi huyo kurudishwa nyumbani na walimu akitakiwa kurejea shuleni na mzazi kufuatia kutokuhudhuria masomo kwa muda wa wiki 2 pasipo taarifa yoyote. Chanzo, ndugu mwandishi, cha tukio hili ni msongo wa mawazo kutokana na kitendo cha kurudishwa shuleni na kutakiwa kwenda na mzazi baada ya kutofika shuleni kwa wiki 2 bila taarifa. Ina maana wiki 2 hakufika shule, alipokwenda walimu wakasema aje na mzazi. Ndipo sisi jeshi la polisi utaratibu ulifanyika na kuweza kuchukua mwili wa marehemu kwa ajili ya kupeleka hospitali yetu ya manispaa ya Shinyanga kwa ajili ya kufanyiwa postmortem ili kuweza mwili uweze kukabidhiwa. Niwasihi wazazi na walezi wote tusimame na watoto wetu, lakini vijana, mabinti wa kike na wa kiume, vijana wetu, hebu tusichukue maamuzi ya hivi. Rebeka atakuwa ni Mkristo, lakini kila mtu kwa imani yake. Tumwendee Mwenyezi Mungu, turudi katika imani zetu na si kuchukua maamuzi magumu kama haya. Mwili wa marehemu umehifadhiwa katika hospitali ya manispaa ya Shinyanga kwa uchunguzi zaidi, huku jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga likiendelea na uchunguzi zaidi kuhusiana na tukio hilo. Mimi ni Yones Kanumba. Jambo la hapa Tabora, jeshi la polisi mkoani humo linawashikilia watu 4 kwa tuhuma za kumtapeli mama mjane Fatuma Nasor, mkazi wa wilaya ya Kaliwa, kiasi cha shilingi milioni 40.9 baada ya kuhamisha fedha kutoka benki kwenda kwenye simu. Mkuu wa mkoa huo Pochacha amesema watuhumiwa hao walifanya utapeli huo baada ya kumrubuni mama huyo kwa kuunganisha biashara yake na huduma ya lipa namba. Hawa ndio waliosababisha mimi maisha yangu kuwa magumu. Mimi sina mume, nina watoto wadogo, wote wananitegemea kusoma. Kwa nini mnachonifanyia hivi? Wewe hauna huruma. Kwa mfano wewe uwe na dada yako kafiwa na mume, alafu aje afanywe kitendo kama hiki, utajisikiaje?
Wewe nakuuliza, wewe uliosema wewe sio tapeli, nakuuliza. Una huruma? Mimi na watoto wadogo wananitegemea, mwingine ni mdogo kabisa. Kila kitu kinaniangalia mimi, unaenda kunifanyia hiki. Bado nilikuambia we kaka usije kuwa ni tapeli, ukasema hapana. Shika na kitambulisho changu hichi hapa. Kumbe wewe ni tapeli, umeniibia, umenirudisha kila kitu nyuma. Mimi sasa hivi nahangaika, sina kitu, vitu vyote umeshabeba, mali yote nilioachiwa umechukua. Walichokifanya walipofika dukani wakamwambia tunataka tukusajilie lipa namba. Na yeye mama kweli anahitaji lipa namba. Kwa hiyo wakamkalisha pale, wakaanza kumsajilia lipa namba. Wakamwambia toa namba yako ya siri. Akatoa namba yake ya siri. Alipotoa namba yake ya siri, wakamwambia sasa lipa namba ili iweze kukubalika lazima iunganishwe na mfumo wa benki. Kwa benki hawezi kukubali kama wakamuuliza na simu benki, akisema ndio nayo, basi tufanye mawasiliano ili benki waturuhusu tuweze kuingia ili lipa namba iweze kukamilika. Kwa mama akaona ameshikilia, akawaingizia namba zake za siri. Hawa jamaa nafikiri wakawa aidha zipiga picha au wamezimaki. Baada ya hapo wakasema baada ya dakika 20 lipa namba itakuwa imekamilika. Ile laini yake wakaichomoa, wakaweka laini nyingine ambayo sio ya kwake, wakaondoka. Walipoondoka mama anashangaa kupiga simu hazitoki, haelewi, kumbe laini waliomwekea sio ya kwake. Wameshamtapeli. Ameondoka usiku huo, mama wa watu akakimbia kwenda kuangalia simu yake, kilichomshtua akaona sijui 190,000 kama inatoka. Haelewi imetokaje kutoka kwenye namba yake kwenda mtandao mwingine wa Tigo. Akashtuka, alipoenda benki anaambiwa benki hela zako, anatoa kadi yake, hela zikoje? Hakuna hela. Wamemwachia shilingi 6,000 tu. Mbali na milioni 40 na kidogo. Wameacha shilingi 6,000 tu. Tunawashikilia watuhumiwa 5 ambao kama mlivyoelezwa hapo awali walimtapeli mama mmoja katika wilaya ya Kaliua shilingi milioni 40 na 900,000. Watuhumiwa hao wamekamatwa huko Babati na tunaendelea na uchunguzi katika kituo chetu cha polisi kikuu. Jamani, kuna watu hawalali. Kila siku, kila muda, kila dakika wanawaza ni kwa namna gani wataweza kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu ama kwa njia ya mkato. Kabisa. Kwa tunatakiwa tuwe nao makini sana. Fanya biashara, unahitaji basi kuisajili huduma yako kwenye mfumo wa lipa namba, basi fika kwenye kampuni yoyote ya simu ili uweze kujisajili. Lakini pia tunalipongeza Jeshi la Polisi mkoa wa Tabora kwa kazi nzuri waliyofanya na kuweza kufanikisha kuwakamata watu hao. Jambo la hapa Dodoma, Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo amesema katika kukabiliana na changamoto iliyopo ya uuzaji wa mbegu zisizo na ubora, jambo ambalo ni hujuma ya wazi dhidi ya mkulima, wizara katika mwaka wa fedha 2026-2027 itatoa mafunzo kwa vitendo kwa wakulima na wauzaji wa mbegu itakayolenga kuwawezesha kutofautisha mbegu zisizo na ubora na mbegu bora. Waziri Chongolo amesema hayo leo bungeni jijini Dodoma wakati akiwasilisha hotuba ya bajeti ya makadirio ya mapato na matumizi ya fedha ya Wizara ya Kilimo kwa mwaka wa fedha 2026-2027 kama ambavyo anaeleza Gideon Gregory. Msingi wa mapinduzi ya kilimo unaanza na mbegu bora, ambapo hubeba hatima ya mavuno yetu na kiini cha tija na usalama wa chakula na nchini kwa ujumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitoe wito kwa wafanyabiashara wasio waaminifu wanaofikiri kuuza mbegu feki kufahamu kuwa mkono wa sheria hautawaacha salama. Ni wasii wakulima kuwa macho na kuhakikisha wananunua mbegu bora kutoka kwa mawakala waliosajiliwa na kukagua kwa makini nembo za udhibiti ubora kwenye vifungashio na sio vinginevyo. Aidha, ameeleza kuwa katika kupunguza matumizi ya fedha za kigeni zinazotumika kuagiza mazao ya bidhaa za ngano, sukari na mafuta ya kula kutoka nje ya nchi, wizara itaendelea kuhamasisha wakulima kuongeza uzalishaji wa mazao hayo kwa kuweka na kutekeleza mikakati mbalimbali ikiwemo kununua ardhi yenye ukubwa usiopungua ekari 80,000 kwa ajili ya kuanzisha mashamba makubwa ya pamoja kwa mazao hayo ili kuongeza uzalishaji. Wizara imepanga kuongeza uzalishaji wa zao la ngano kutoka tani 115,826 mwaka 2024-2025 hadi tani 200,000. Pia wizara itahamasisha wakulima kuongeza uzalishaji wa mazao ya mafuta kutoka tani 2,248,046 hadi tani 2,203,000.
Lengo ni kupunguza matumizi ya fedha nyingi za kigeni zinazotumika kuagiza bidhaa za mazao hayo nje ya nchi na badala yake kuzalisha ajira kwa Watanzania. Wakizungumza na Jambo FM, baadhi ya wabunge ambao ni mbunge wa Kilolo Litakabati na mbunge wa Bahi Kenneth Nolo wamepongeza mkakati wa wizara wa kukabiliana na changamoto ya uzaji wa mbegu zisizo na ubora pamoja na uagizaji wa mazao ya bidhaa nje ya nchi. Sasa hivi kwanza tushukuru serikali kupitia Wizara ya Kilimo wameamua kuwa na mashamba yao ya mbegu ambazo za nchini hapa. Maanake hizo mbegu nyingi feki zinatoka nje ya nchi. Kwa hiyo nafikiri ukamataji wake inakuwa kidogo ni mgumu. Lakini kama mbegu zetu tutalima kutoka hapa kuwezesha wakulima katika yale mashamba ya mbegu walime hapa itakuwa rahisi. Kwanza mbegu itakuwa ina uhakika kwa sababu wataalamu wetu watakwenda kuikagua ilikokuwa shambani nzuri. Nishauri serikali iangalie hata kodi zile za kuagiza mitambo kwa maana ya implements zile matrekta, lakini vile na vile viwanda vya kuchakata mazao ya ngano. Tukifanya hivyo kweli tunaweza tukainua zaidi kilimo cha ngano. Nao wadau wa sekta ya kilimo wameutaja mkakati huu wa wizara kuwa wenye tija na manufaa makubwa kwa wakulima nchini. Mlola ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA. Kwa utekelezaji wa huo mkakati utatupelekea ikifika mwaka 2030 Tanzania sasa tutajitegemea kwenye masuala ya mbegu ya mafuta ya kula. Tutakuwa hatutegemei kuingiza tena mafuta ya kula nchini. Naitwa Frank Nyabundege, ni mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB. Ili Watanzania wengi waweze kunufaika ni lazima sekta hii ambayo ni ya kilimo iweze kupatiwa kipaumbele, ipewe fedha nyingi za kutosha, lakini pia kuwepo na msukumo mkubwa zaidi. Katika mwaka wa fedha 2026/27 Wizara ya Kilimo imeliomba Bunge lidhinishe jumla ya shilingi trilioni 1.1 kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu yake. Kutoka Dodoma, Gideon Gregory, Jambo FM. Asante sana Gideon Gregory kwa taarifa hiyo. Jambo la kimataifa, Iran imeikosoa Marekani ikisema haina mamlaka ya kulazimisha mataifa mengine yafuate sera za Washington, huku ikikubali kufungua mlango bahari wa Hormuz kwa sharti la Marekani kuondoa vizuizi vyake Iran. Wizara ya Ulinzi ya Iran kupitia msemaji wake Reza Tlaibani imesema Washington haiwezi tena kuyashinikiza mataifa yaliyo huru kutekeleza sera zake na inapaswa kulitambua hilo na kuachana na mwelekeo wake usiokubalika. Tamko hilo la Iran limetolewa wakati serikali ya Marekani ikitafakari pendekezo jipya lililotolewa na Tehran kuhusu kumaliza vita Mashariki ya Kati. Pendekezo la Iran huenda likaondoa suala la mazungumzo kuhusu mpango wake wa nyuklia, jambo ambalo yamkini Rais wa Marekani Donald Trump hawezi kulikubali. Na katika michezo, klabu ya Simba imesema itaelekeza nguvu katika mchezo wa kesho wa fainali ya Kombe la Muungano dhidi ya Yanga utakaochezwa katika uwanja wa Amani visiwani Zanzibar saa 2:15 usiku. Kocha msaidizi wa klabu hiyo Selemani Matola amesema mchezo huo unahitaji uamuzi mgumu na nidhamu ya hali ya juu katika kuhakikisha wanapata matokeo. Kesho ni fainali na siku zote tunaga fainali rahisi, siku zote fainali ni ngumu. Kwa hiyo sisi kama Simba baada ya kumaliza mchezo wetu wa juzi wa nusu fainali tulianza maandalizi ya fainali kutoka jana, na leo tutakuwa tuna session ya mwisho kabla ya mchezo wetu wa kesho wa fainali. Tumejiandaa kwa sababu tunajua fainali sio kitu kirahisi, fainali ni ngumu. Tuhakikishe tunacheza game yetu kama ambavyo fainali inavyohitaji ikacheze. Tutakuwa wazuri katika kushambulia, lakini vile vile katika kudefense kuhakikisha tunapata matokeo katika mchezo wa kesho. Hii ni mechi nyingine kabisa mpya, tofauti kabisa na mechi ambayo ilichezwa hapo katika ligi. Na vile vile ni mechi tofauti kwa sababu hii ni fainali na ile ilikuwa ni ligi. Tofauti ni kwamba mechi ya kesho lazima ipatikane mshindi, tofauti na game iliyopita. Tutakuja na approach tofauti kabisa na ambayo tulikuja katika mchezo huu. Fainali ya mechi ya kesho, baada ya siku 3 tuna game tena nao nyingine tena ya ligi. Lakini cha msingi mimi nafikiri kwanza tumefocus kwenye mchezo wa kesho wa fainali. Baada ya kumaliza mechi ya kesho and then sasa ndio tutafikiria katika mchezo utakaokuja wa ligi. Lakini yote kwa yote tutajua sigana kuweza kumanage na kuweza kucheza game zote katika usahihi wa hali ya juu kabisa. Hai, nani bingwa kesho kutwaa Kombe la Muungano? Kama si Yanga basi ni Simba, kama si Simba basi ni Yanga. Dakika 90 za mchezo zitaamua kabisa. Na hivi ndivyo tunavyoweka nukta ya jambo la leo. Tunasema asante kwa kuungana nasi katika jambo la leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Irene Kishiwa. Nami ni Esther Chilanto. Uwe na wakati mwema.